Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mizani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kwa mchezaji Jean Charles Ahoua, kiungo mshambuliaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, raia wa Ivory Coast. Sote tumetoka kushuhudia mchezo wa robo finali kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Simba waliweza kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry, na mchezaji Jean Charles Ahoua alikuwa katika kiwango bora sana na kuweza kuivusha klabu ya soka ya Simba katika hatua ya nusu finali. Katika mchezo wa mkondo wa kwanza nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao Simba waliucheza tarehe 20 pale katika uwanja wa New Amani visiwani Zanzibar, Simba waliweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao likifungwa na Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo tunaona Jean Charles Ahoua mpaka sasa ameitanguliza klabu ya soka ya Simba mguu mmoja kuingia hatua finali. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni sare pale nchini Afrika Kusini dhidi ya Stellenbosch ama ushindi wa aina yoyote ile ili kuweza kwenda finali. Sasa katika mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch, mchezaji Jean Charles Ahoua katika dakika za lala salama, kuna nafasi ya wazi ambayo aliweza kukosa kutokana na pasi safi iliyopigwa na Elie Mpanzu Kibisawala. Sasa hii kapelekea baadhi ya mashabiki kuanza kumkosoa mchezaji anofahamika kwa jina la Jean Charles Ahoua na kuna kwamba mchezaji huyu hana vile viwango ama quality kubwa, na kuweza kumtupia lawama na kudai kwamba alipaswa kuifungia Simba bao la pili. Kwa hiyo tunaona kitendo hichi kimeweza kumuibua bosi wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewji na kuweza kuzungumzia situation hii ambayo mashabiki wengi wanamtupia lawama mchezaji Jean Charles Ahoua. Ya Dewji anasemaje? Cha kwanza ameweza kumposti Jean Charles Ahoua kisha akaandika hivi: wana Simba, Jean Charles Ahoua ni mmoja wa wachezaji waliotupa sababu nyingi za kushangilia msimu. Licha ya vyote amekuwa sehemu ya mafanikio yetu. Kwa kosa moja lililotokea tunaweza kumsema vibaya leo, ila tukumbuke hata mastaa duniani kama Fernando Torres waliwahi kukosa magoli ya wazi kwenye mechi kubwa kama Chelsea dhidi ya Manchester United. Hii ni soka, haya ni mambo ya kawaida kwenye mchezo huu, lakini jambo kubwa zaidi ni namna tunavyochagua kusimama baada ya kila tukio. Tunajifunza, tunaimarika na tunaendelea kupambana. Mchezo wetu dhidi ya Stellenbosch bado uko mbele, safari haijaisha, na huu si wakati wa kulaumiana, ni wakati wa kuungana na kuwa kitu kimoja. Simba inajengwa juu ya mshikamano. Tunasimama na Jean Charles Ahoua, tunasimama na kila mchezaji anayejitoa kwa jezi hii, na tunaendelea na vita iliyokuwa mbele yetu. Hatuishi hapa. Simba ni familia, Simba ni nguvu moja. Huyo ni mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba akijaribu kumtetea Jean Charles Ahoua kwa wale ambao wanamtupia lawama kwa mchezaji huyu kudai kwamba angestahili kufunga bao katika mchezo ule wa Simba dhidi ya kocha Simba soka Stellenbosch. Kumbukwe mpaka sasa ni mchezaji ambaye kwenye ligi kuu ya NBC sambamba na kombe la shirikisho barani Afrika amehusika katika mabao 24. Ikumbukwe Jean Charles Ahoua ni mchezaji ambaye ana umri wa miaka 23. Kwenye msimu wake wa kwanza tu akiwa na Simba Sports Club ameweza kuonyesha kiwango bora kuweza kuhusika katika mabao 24, ambapo tunashuhudia amefunga mabao katika ligi kuu ya NBC na ameweza kutengeneza nafasi. Kwa tunaona hata kupitia mzee wa Jambia Wilson Oruma naye pia ameweza kumtetea Jean Charles Ahoua na kusema kwamba ni kijana mdogo ambaye bado kimchezaji ambaye anakuwa. Kwa hiyo kwa upande mwingine, kwa sasa Simba kupitia mashabiki wao wanatakiwa kumuunga mkono na kuacha kumtupia lawama, kwa sababu ndiye mchezaji ambaye ukimwangalia amehusika katika mabao mengi ndani ya kikosi cha Simba Sports Club katika ligi kuu ya NBC. Ndiye mchezaji ambaye amefunga mabao mengi katika kikosi cha Simba akifunga mabao 12, bila kusahau ametengeneza nafasi za mabao. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kila mtu anamtetea kwa upande wake, lakini kuna baadhi ya mashabiki wanamuona kwamba sio type ya mchezaji ambaye kwa upande mwingine anastahili kuwepo ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Ndio maana hata tumemsikia mtaalam Fadu aliweza kuomba aletewe namba 10 mwingine ambaye atakwenda kuchukuana na mchezaji anayefahamika kwa jina la Jean Charles Ahoua. Nini maoni, mtazamo kwa hiki ambacho kinaendelea kwa mchezaji Jean Charles Ahoua na Dewji kuweza kumkingia kifua? Una nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare nasi maoni yako. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Sultan kwa huduma zifuatazo:
kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Shaysa Sultan, unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Shaysa Sultan ili utibiwe. Hakika Shaysa Sultan ndiyo kiboko yao.